Wakili Madu kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, ambaye amefanya wasilisho mzuri sana leo, alituachia swali na akasema, vijana ni lazima mtafakari. Vijana wa ACT Wazalendo, mna maoni gani? Na swali lenyewe aliloliacha kwenu, aliwauliza kama mnaamini CCM, Chama cha Mapinduzi na serikali yake kama wana nia ya dhati ya kutuletea katiba mpya na wana nia ya dhati ya kuleta maridhiano. Na nyinyi mkamjibu kwamba hamuamini kama CCM wanayo nia ya dhati. Mimi kwa nafasi yangu kama mbunge anayetokana na chama cha ACT Wazalendo, nitawapa uzoefu mdogo wa yanayoendelea bungeni ambayo yanathibitisha kwamba si CCM wala serikali yake ambao wana nia ya dhati ya kutuletea katiba mpya. Na mimi nitawapa mifano miwili. Mfano wa kwanza ambao ungeweza kuona kwa wazi bungeni, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio chombo ambacho kinapitisha na kuipanga bajeti. Ukiitazama bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 utagundua katika bajeti ile hakuna fedha hata shilingi moja ambayo bunge letu imeipanga ili kugharamia mchakato wote wa katiba mpya. Maana yake ni kwamba katika mwaka wa fedha 26-27 CCM wanataka upite hivi hivi bila kufanya jambo lolote la katiba mpya. Mfano wa pili, hadi hivi sasa tunapozungumza, ndani ya bunge na nje ya bunge, serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan haijaweka hadharani bungeni na nje ya bunge mpango wake wa namna watavyotekeleza ahadi yao ya katiba mpya. Haya mawili ndani ya bunge yanakupa jibu kwamba CCM hawana nia ya dhati ya kutuletea katiba mpya. Kwa hiyo ujumbe wangu kwa vijana wa ACT Wazalendo, kwa vile CCM na serikali yake hawako tayari kutuletea katiba mpya, sisi tunao wajibu wa kuwalazimisha kupambana nao ili wakubali matakwa ya umma ya kuleta katiba mpya. Tusidanganyike na maneno yao ya kwamba katiba mpya ipo kwenye ilani yao. Tusidanganyike na hotuba zao. Haya ni maneno ya kupoteza muda tu. Kama ACT Wazalendo kwa kushirikiana na wadau wengine muhimu, hatutosimama imara na kuwalazimisha CCM wakubali matakwa ya umma ya kuleta katiba mpya, itafika uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu, hatutopata katiba mpya. Kwa hiyo hayo
ndio ambayo niliona ni muhimu niyaeleze kwa leo. Ninachukua fursa hii sasa kutekeleza wajibu ambao Ngome imeniagiza ni utekeleze wa kuwainulia